Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii. Hapa leo tunazungumzia kauli kali na ya kihisia iliyotolewa na Rema, yani miongoni mwa viongozi wa kisiasa pamoja na wanaharakati, ambapo amesimamisha Arusha na kufunguka mambo mazito kuhusu matukio yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025. Amechukizwa sana na kauli ya Rais Samia na kuuliza swali linalotetemesha: mbona mnaua watu? Kauli hii inakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa na kijamii, wiki chache baada ya ripoti ya tume ya Jaji Chande na kauli mbalimbali za viongozi. Leo tunaona Rema anakuja na kauli hii ambayo imeleta mvutano mkubwa. Rema akiwa katika mvutano wa hadhara Arusha huko, alisimamisha shughuli na kutoa hotuba yenye hisia kali, na aliyasema yafuatayo. Jambo la kwanza, alisema kuwa amechukizwa na kauli za Rais Samia kuhusu matukio yaliyofanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Na jambo jingine, amesema anadai kuwa serikali pamoja na vyombo vyake vya usalama vimehusika katika mauaji ya raia wakati wa maandamano. Pia anashangaa na kukasirika sana na kauli zinazopunguza uzito wa vifo na kuwalaumu waandamanaji pekee. Pia anauliza swali lililotetemesha: mbona mnaua watu? Akimaanisha kuwa serikali inaua raia wake badala ya kuwalinda. Hilo ni swali ambalo hata wewe ukilisikia kwa mara ya kwanza lazima utajiuliza, kwa nini Rema ameamua kuliuliza swali hili hadharani bila kuogopa? Je, anajiamini na nini? Kwa sababu ni kauli nzito sana. Na pia alisisitiza kuwa matukio haya yalikuwa ya kutisha na hayapaswi kufichwa au kupunguzwa uzito. Kauli hii imezua hisia kali miongoni mwa wafuasi wa upinzani na baadhi ya wananchi, hasa katika mikoa ya kaskazini kama Arusha. Matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu, kulikuwa na maandamano makali, madai ya udanganyifu na matumizi ya nguvu pamoja na polisi. Tume ya Jaji Chande ilikiri kulikuwa na vifo vingi pamoja na ghasia, lakini ilikanusha baadhi ya maudhui yaliyosambazwa mitandaoni kuwa ya kutengenezwa. Rema anachukulia kuwa serikali inajaribu kupunguza uzito wa mauaji halisi. Kauli ya mbona mnaua watu, hii ni kauli yenye uchungu na hasira. Inalaumu moja kwa moja serikali na vyombo vya usalama kwa kuwaua raia badala ya kuwalinda. Ni wito wa uwajibikaji na inaonyesha kuwa baadhi ya viongozi pamoja na wanaharakati wanaamini mauaji yalikuwa ya makusudi na ya kupita kiasi. Rema anapinga kauli za Rais Samia zinazopunguza uzito wa matukio na kuwaona waandamanaji kama watovu wa nidhamu. Anasema hii ina maana ya kuwaficha wahusika wa mauaji na kupunguza haki kwa waathirika. Kauli hii inaimarisha msimamo wa wazi na inaweza kuongeza mvutano. Inauliza swali: je, serikali inajaribu kuficha ukweli au inajaribu kuleta amani kwa kupunguza uzito wa matukio? Hii kauli ina uzito na ina athari kwa jamii pamoja na watu wake. Kwa familia za waathirika, kauli hii inawapa sauti na inasisitiza kuwa vifo vya wapendwa wao havipaswi kupuuza. Na kwa upande wa serikali, inazidisha shinikizo la kutoa uwajibikaji halisi na kutoa ripoti kamili hadharani. Na kwa upande wa vijana pamoja na wanaharakati waliopo nchini Tanzania pamoja na nje ya nchi, inawapa ujasiri wa kuendelea kudai haki, lakini inaweza pia kuongeza hatari ya migogoro. Na kwa upande wa demokrasia, inakumbusha kuwa haki pamoja na uwajibikaji ni msingi wa amani. Ikiwa mauaji yanafichwa au kupunguzwa, imani ya umma inaharibika. Swali la Sheikh au Rema, mbona mnaua watu, ni swali zito na linahitaji kujibiwa. Kila kifo cha raia kinapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa. Serikali ina wajibu wa kutoa majibu ya wazi na uwajibikaji wa wale waliohusika na matumizi ya nguvu kupita kiasi siku hiyo ya Oktoba 29 mwaka 2025 kwenye uchaguzi mkuu. Inatakiwa ijibu, je, nani aliwaua wale watu 518 na wamechukuliwa hatua gani baada ya kufanya hiyo jambo? Kwa sababu ripoti ya tume ya Jaji Chande ilithibitisha kuwa kuna watu 518 wameuliwa, na pia haijataja nani aliyawaua na kwa nini aliwaua. Yani bado hayo ni maswali ambayo watu wanajiuliza na wanataka majibu yake.
Kauli za Rais Samia pamoja na majibu ya upinzani zinaonyesha mgawanyiko mkubwa. Rais anajaribu kulinda utulivu wa taifa wakati upinzani unadai haki pamoja na uwajibikaji. Huu ni mvutano wa kawaida katika demokrasia, lakini inahitaji kushughulikiwa kwa hekima ili isijauke kuwa chuki ya kudumu. Serikali iweke ripoti kamili ya tume ya Jaji Chande hadharani na ianze hatua za uwajibikaji wa wazi bila upendeleo. Mahakama ipe kesi zote zinazohusiana na Oktoba mwaka 2025 kipaumbele na zifanyike kwa uwazi. Viongozi wote wa serikali pamoja na upinzani waepuke lugha zinazoweza kuongeza chuki au kuchochea chuki pamoja na migawanyiko. Taifa lijifunze kutoka matukio haya na kurekebisha sheria za uchaguzi na utumiaji wa nguvu na polisi ili kuepuka kujirudia tena kwa mara nyingine. Mwisho wa siku, mauaji ya raia yoyote yanapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa. Hali iliyofanywa wazi ndiyo itakayoleta amani ya kudumu, si kuficha au kupunguza uzito wa matukio. Lema amesimamisha Arusha na ametoa kauli kali, mbona mnaua watu, na kudai kuwa uwajibikaji wa wale waliohusika na matukio ya mwaka 2025 tarehe 29 unahitajika na watu wanatakiwa kuchukuliwa hatua. Kauli hii inaonyesha kuwa jeraha la Oktoba mwaka 2025 bado halijapona na linahitaji kujibiwa kwa haki na uwazi. Tanzania inastahili uwajibikaji na amani inayotegemea ukweli. Tuungane kudai yote. Na nini maoni yako wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii? Je, una maoni gani kuhusiana na kauli ya Mheshimiwa Lema kuwa kwa nini mnaua watu? Wewe unaona swali hilo kuliuliza direct kama hivyo bila kuficha ni jambo jema au wewe unaonaje? Andika maoni yako hapo chini